Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa limeketi katika kikao maalum cha kujadili hoja za CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo halmashauri hiyo ikabainisha namna ilivyojibu hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja za miaka ya nyuma zilikuwa jumla hoja 81, zilizojibiwa na kufungwa ni jumla ya hoja 55 na kubaki na hoja 26. Hivyo jumla ya hoja zilizowasilishwa katika taarifa hizi ambazo hazijafungwa katika taarifa hii ni jumla ya hoja 36. Hoja za miaka ya nyuma zikiwa ni 26 na hoja za mwaka huu unaojadiliwa sasa wa 2024-2025 ni jumla ya hoja 10. Kama unavyoangalia summary pale ya hoja hizi za mwaka husika na miaka ya nyuma, asilimia ya utekelezaji imekuwa ni hafifu. Ni kama asilimia 20 ya full implementation, na pia ukiangalia hata maagizo ya kamati pia ni asilimia 25 tu tumeweza kuyatekeleza. Hivyo kuna haja ya kubadilisha namna ambavyo tunaweza kutekeleza au kuangalia namna ya kuboresha katika eneo husika. Viongozi wetu hapa SEA kwa ushauri ambao wamekuwa wanatupatia mara kwa mara namna ya kujibu hizi hoja, na niseme tu hizi hoja ambazo wameziona hapa tutaanza kuzifanyia kazi, kwani tumeshaanza kuzifanyia kazi. Kuna vitu vichache tu ambavyo havijakamilika ili hoja hizi ziweze kufungwa. Mkuu wa wilaya ya Mpwapwa akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dodoma ametumia kikao hicho kupigilia msumari namna ya kuepukana na hoja za ukaguzi na umuhimu wa kuzifanyia kazi. Management ya halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa chini ya usimamizi wa baraza la madiwani inapaswa kutekeleza yafuatayo. Moja, ripoti ya CAG imebainisha mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kulipwa posho za kujikimu kwa wafanyakazi wapya walioajiriwa shilingi milioni 252. Hii ni kinyume cha agizo la 7 la utumishi wa umma, na mtumishi wa umma anapofika kwa uteuzi wa kwanza ndani ya Tanzania atalipwa posho ya kujikimu kama ambavyo sheria zimeonyesha. Hivyo mkurugenzi, nimeambiwa nikuelekeze kwamba uhakikishe unalipa kiasi hicho cha fedha kwa watumishi hao kwa kuwa ni stahiki yao. Ripoti ya CAG imebainisha kuna manunuzi yenye thamani ya shilingi milioni 122 yaliyofanyika nje ya mfumo wa NeST, ambapo ni kinyume na kifungu cha 73 ya kanuni za sheria ya manunuzi. Hivyo management inaelekezwa kuhakikisha nafanyia kazi mapendekezo ya CAG na kuzingatia miongozo ya manunuzi ya mali za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili halmashauri iweze kuwa na mifumo imara ya udhibiti wa ndani ambayo itasaidia kulinda na kusimamia ipasavyo matumizi sahihi ya rasilimali na mapato ya halmashauri, ni budi kitengo cha ukaguzi wa ndani cha halmashauri kiimarishwe ili kiweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Utekelezaji kama ambavyo umeagiza na kuelekeza, tutafanya hivyo hivyo wala bila kupunguza. Na bila shaka wote hatutamani kuwa na hoja nyingi ambazo haziwezi kujibiwa kwa wakati. Tunatamani halmashauri kuwa safi, lakini pia kuwa na hoja chache hata kama sio kuzimaliza zote. Nikushukuru sana mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kadiri ambavyo umeendelea kupambana kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa kujibu hizi hoja, na kama ambavyo umeona tumepokea maelekezo haya, ninaomba pia muongeze kasi kwa ajili ya kuhakikisha hoja zilizobaki basi zinakwisha. Katika ripoti hiyo ya CAG, halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa imepata hati inayoridhisha. Ahmad Ali, Azam News, Mpwapwa, Dodoma.